Mtazamaji, hili si tawi la mti, la hasha, bali ni shambulizi la anga lililofanywa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC katika moja ya kambi za kijeshi za Marekani huko Mashariki ya Kati, katika kambi ya Dhafra. Kabla ya yote, na kusalimu sana mtazamaji, bila shaka uheri mzima wa afya timamu kabisa, ukiendelea kutufuatilia kupitia Ihoma TV na kupata undani wa taarifa nyeti na muhimu sana katika mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati, vita baina ya Iran na Marekani siku hadi siku vikizidi kushika hatamu na kuwa kubwa zaidi Mashariki ya Kati. Sasa taarifa kubwa siku ya hivi leo ni juu ya taarifa ya kutumwa kwa vikosi vya ardhini vya jeshi la Marekani Mashariki ya Kati katika taifa la Irani, ambapo kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyoripotiwa na kutolewa na shirika la habari la NBC nchini Marekani, limeripoti kwamba vikosi maalum vya jeshi la Marekani vinatarajiwa kutumwa Mashariki ya Kati katika washirika wa Marekani Mashariki ya Kati kwa ajili ya kuangamiza Irani. Mtazamaji, kabla ya taarifa hii, turejee taarifa ya awali ambayo kambi ya Dhafra ya Marekani ilikuwa ikiangamizwa na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Na video ambayo inaonekana ni namna ambavyo vikosi vya IRGC vilifanikisha zoezi hili na kuweza kusambaratisha kabisa mfumo huu wa rada ambao unaonekana hapa ukiwa na bendera ya Marekani kwa juu kabisa. Jeshi la Irani limethibitisha juu ya tukio hili, na kamanda mkuu wa vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC amesema kwamba ni moja tu kati ya mashambulizi yake madogo aliyofanya katika kambi ya Marekani Mashariki ya Kati Dhafra, ambayo hapa kulikuwa na mifumo ya ulinzi wa anga na mifumo mbalimbali ya rada kama ambavyo inaonekana. Nikinukuu kamanda huyu ambaye amesema kwamba kwa hakika mifumo mingi ya ulinzi wa anga ya Marekani tayari tumekwisha isambaratisha na tumefanya mashambulizi makubwa katika kambi za Marekani Mashariki ya Kati. Kwa sasa hali ya kambi za Marekani haitazamiki tena kwa macho ya kawaida. Kwa hakika ninachoweza kusema ni ushindi mkubwa sana tumeupata kupitia mashambulizi yetu kwa mdhalimu aliyeondosha roho za wapendwa wetu na damu zetu wa Irani. Kwa sasa ninachoweza kusema ni kwamba vikosi vya Marekani katika kambi hizi za Mashariki ya Kati havina tena kazi ya kufanya, vinapaswa kuondoka tu kwa ushauri wangu. Mwisho wa nukuu. Katika mwendelezo wa taarifa hii ya kamanda wa kikosi cha anga cha IRGC nchini Irani, imeendelea kwa kusema ya kwamba sisi wa Irani hatuna nia mbaya ya kushambulia na kusambaratisha kambi pamoja na maeneo na mali za wapendwa wetu, yaani Waarabu wenzetu kwa mataifa ya Ghuba, na tuna imani ya kwamba kila mmoja wetu ameelewa vyema kabisa vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC nchini Irani havishambulii mataifa ya Ghuba ama ya Kiarabu wenzetu, bali tunashambulia na kutega shabaha kwa kambi za Marekani pekee na mali zake Mashariki ya Kati. Sasa mwendelezo wa kauli hii ya kamanda huyu wa kikosi cha anga cha IRGC inakuja ikionekana pia na picha na video ambayo jeshi la IRGC likifanya mashambulizi na kushambulia moja kati ya kituo kikubwa kabisa cha mafuta, moja ya kati ya kituo ambacho inasemekana kwamba Marekani ana maslahi nacho pamoja na uwekezaji wake pia katika kituo hiko huko taifa la Qatar. Moja kati ya taarifa ambayo imeacha vinywa vya watu wengi sana wazi juu ya kikosi maalum cha Irani, ambacho kikosi hichi kwa mfumo wake kimeundwa na mchangamano wa wanawake, mabinti wadogo kabisa wanaonekana hapa katika kikosi hiki katika mission maalum ya kusambaratisha moja kati ya kambi za Marekani huko Mashariki ya Kati. Na hapa picha na video mbalimbali zinaonyesha namna ambavyo kikosi hichi kilikuwa kimejiandaa na kuelekea katika moja ya kambi za Marekani huko Mashariki ya Kati. Na kikosi hiki kinaonekana kabisa hapa moja kati ya picha ambayo inaonekana hapa inaonyesha mabinti hawa wakiwa katika kikosi hiki kwa ajili ya misheni hii maalum, ambayo misheni hii katika video hii hapa pia inaonyesha namna ambavyo walifanya shambulizi na kuweza kuangamiza katika sehemu hii. Hapa inaonekana picha ambayo kikosi hiki kenye mchanganano wa mabinti wanashuka katika helikopta hii. Watu wanashuka sasa kwa ajili ya kufanya misheni maalum. Misheni hii ilikuwa ni ya usiku wa kuamkia hivi leo, ambapo hapa kama ambavyo inaonekana mtazamaji, kikosi ni cha mchangamano wa mabinti pamoja na wa kiume, lakini ukiangalia kwa namna pekee kabisa ni watu ambao wana hamasa ya mapambano na hamasa
ya kutetea taifa lao, lakini pia si kutetea bali kutetea pia kupitia Mwenyezi Mungu kwa imani yao, ambapo wao kila baada na hata kabla ya kuanza shambulizi lazima waanze na Mwenyezi Mungu na kumkumbuka pia na kumrejea Mwenyezi Mungu wao ambaye amewaumba. Kwa mujibu wa imani yao wanasema kwamba kila kitu kipo ardhini kwa mujibu wa Allah mtukufu na si vinginevyo. Hivyo basi imani yao yote ipo kwa ajili ya kufa kwa ajili ya yeye muumbaji wa vitu vyote hapa ardhini. Mtazamaji, baada ya kupata mashambulizi ambayo yametokea maeneo mbalimbali Mashariki ya Kati ambayo yamefanywa na Irani, sasa turejee katika taarifa kuu ya Marekani, ambapo jeshi la Marekani limearifiwa kutuma kikosi maalum cha ardhini Mashariki ya Kati katika mataifa washirika wake ikiwemo Israeli kwa ajili ya kushambulia Irani katika baadhi ya maeneo. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha Marekani NBC News, kimesema ya kwamba Marekani ana dhamira ya wazi kutuma vikosi vyake Mashariki ya Kati vya ardhini, lakini kwa mujibu wa taarifa hii inaeleza kwamba hii ni siri ya Rais wa Marekani Donald Trump, ambapo taarifa inasema Rais Donald Trump wa Marekani amedhihirisha nia yake ya wazi na dhamiri juu ya kutuma kikosi maalum kikihusisha idadi ndogo ya wanajeshi wa ardhini huko Irani. Dhamira hii na vikosi hivi havitahusisha uvamizi mkubwa kwa taifa la Irani, vitahusisha utumizi wa nguvu iliyodhibitiwa, na hii inahusisha misheni maalum ama kazi maalum ya kijeshi, ikiwemo kutafuta na kusambaratisha mifumo na kituo kimojawapo cha nyuklia huko Irani, pamoja na kufanya operesheni nyingine ndogo ndogo Irani. Ni taarifa hii ya shirika la habari la Marekani NBC ambalo limeeleza juu ya dhamiri ya wazi ya Rais Donald Trump wa Marekani juu ya kushambulia na kuendeleza kutuma vikosi vyake Mashariki ya Kati. Katika taarifa hii pia picha mbalimbali zimetumwa katika mtandao wa X, zamani Twitter, zikionyesha vikosi vya jeshi la Marekani vikiwa tayari kabisa kwa ajili ya kuelekea huko Mashariki ya Kati na vikosi vya ardhini. Hivi mtazamaji, kama ambavyo inaonekana hapa na baadhi ya ndege kubwa ya kivita ya Marekani ikichukua wanajeshi hao kwa ajili ya kuelekea Mashariki ya Kati, Irani. Lakini pia mtazamaji, katika taarifa mfuatano kufuatia taarifa ya Marekani, jeshi la Irani kupitia vikosi vyake vya anga vimetuma picha kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, vikionyesha vikosi vya jeshi la anga vikiwa tayari kabisa kwa ajili ya kufanya mashambulizi mbalimbali, na kamanda mkuu wa jeshi hilo akiwa katika moja ya karakana ya utengenezaji wa ndege vita, yani fighter jets, katika moja ya kambi za kijeshi kubwa kabisa huko nchini Irani. Jeshi la Irani linajionyesha kwamba lipo tayari kwa vita saa na wakati wowote ule ambapo Marekani itakuwa ikiendelea kushambulia taifa la Irani. Mtazamaji, jambo kubwa katika mfululizo na mwendelezo wa ripoti na mkusanyiko pia wa ripoti hizo kutoka Mashariki ya Kati, vita Irani na Marekani, ni namna ambavyo mataifa ya Kiarabu sasa yameweza kuunga mkono moja kwa moja vita vya Irani na Marekani, japo awali mkono wao haukuonekana dhahiri kwamba wanasapoti Irani, bali walikuwa wakiheng. Sasa moja kati ya mataifa hayo ya Kiarabu ni taifa la Yemen, ambapo Yemen imeonekana pia dhahiri katika mitaa mbalimbali na majiji makubwa ya Yemen, wananchi wake na viongozi wakubwa wa taifa la Yemen wakiwa katika moja ya maandamano ya mitaani, ambapo maandamano hayo yanashinikiza vita vya Irani na Marekani, yanashinikiza Marekani kuivamia Irani na kuendeleza kile wameita udhalimu katika taifa la Irani, ambapo Yemen kama mnavyoonekana hapa katika baadhi ya video mbalimbali, mitaa ikiwa imezizima, sauti zinasikika tu hapa kwamba tutasimama bega kwa bega na Irani, tutasimama na kuangamiza udhalimu wa Marekani. Kila hatua inayopiga Irani tuko nyuma yao. Sasa maandamano haya ya Wayemen ni katika mitaa mbalimbali, ikiwa mtaa na jiji la Bagham huko Kashmiri, ambapo maelfu hawa ya waandamanaji wamejitokeza na kupinga udhalimu wa kila mwimita Marekani, na wakieleza kuiunga mkono Irani bega kwa bega, wakisema katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo dhidi ya kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah
Saidi Ali Khamenei. Katika maandamano hayo wa Yemen wameonekana wakichoma picha ya rais wa Marekani Donald Trump. Yani hili ni sanamu ambalo walikuwa wamelitengeneza wenyewe na kuweka katika hadhara, wakionesha kwamba mioyo yao inazungumza nini juu ya rais wa Marekani Donald Trump. Na hii ni moja kati ya video ambayo inaendelea kuonekana katika baadhi ya miji hiyo huko Bagham, Kashmiri, ambapo wananchi wanasema kwanza, Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa. Tutasimama na Irani kila hatua, tutasimama na udhalimu kila hatua mpaka kuweza kuhakikisha tone la damu ya mwisho inasimama imara, Irani na mataifa ya Waarabu wenzetu. Sasa katika maandamano hayo ya maelfu ya raia wa mji wa Kashmiri huko Yemen, ni shirika la habari la mji huo ambalo lilionekana likifanya mazungumzo na moja kati ya wanawake ambao walitokeza na kuonesha dhamiri kabisa ya wazi na moyo mmoja katika maandamano ambayo yalikuwa yakiendelea. Mwanamke huyu anasema, sisi wanawake wote wa Kiarabu tunasimama na kuwakilisha wanawake wote wa Irani. Tutasimama na serikali ya Irani kila hatua, bega kwa bega. Tunasimama hapa na kupiga mbiu juu ya kila tone la damu na ndugu zetu waliopotea kwa mdhalimu Marekani. Hakika hatuto salimu amri na hatutojisalimisha kamwe kwa wadhalimu, si kujisalimisha wala si kwa makubaliano yoyote ya kidhalimu dhidi ya mdhalimu Marekani. Tupo hapa pekee kwa ajili ya kisasi kikubwa cha wapendwa wetu na kiongozi wetu mkuu Ayatollah Saidi Ali Khamenei. Pekee ni hilo tu. Kwa hakika niseme, Marekani watalipa na washirika wake wote ukanda huu watalipa pia kwa udhalimu waliofanya, na watalipa kupitia damu zao zitakazomwagika chini mithili ya maji. Sisi ni watoto wa Saidi Ali Khamenei na hatuko hapa kujifurahisha hata kidogo. Ni uchungu wa damu, ni uchungu ulio ndani ya mioyo yetu, ambao uchungu huu hatuwezi kupoozwa na chochote zaidi ya kisasi. Tunasema kisasi tu na hakuna kingine. Sisi tumekula mkate na chumvi ya ardhi hii, hivyo uchungu wote wa ardhi hii hupo mioyoni mwetu. Mtazamaji, ni moja kati ya mabinti wadogo kabisa hawa wakizungumza na moja ya shirika la habari huko Mashariki ya Kati, ukanda huo, mataifa hayo ya Kiarabu, akielezea namna ambavyo wameguswa na kuumizwa na kile ambacho kinaendelea kwa mshirika wao Irani. Katika maandamano hayo, mtazamaji, haikuishia hapo, bali pia shirika hilo la habari lilizungumza na baadhi ya mabinti waliojitokeza katika baadhi ya maeneo katika mji wa hapa. Mabinti wadogo pia na wanaelezea kuguswa na kile ambacho kimetokea na kuendelea nchini Irani. Binti huyu anawakilisha mabinti wa Minab, shule ambayo ilishambuliwa na kuuawa kwa mabinti wengi katika shule hii katika taifa la Irani, ambapo anasema, tunasimama dhidi ya kaka zetu na ndugu zetu waliouawa bila hatia. Ndugu zetu walipoondoka, sauti ilisikika wakisema, ninakwenda kuwasaidia familia yangu, ninakwenda kumsaidia mama yangu. Alitoka, wameshambuliwa mara moja, na kwa hakika wamekufa shahidi na si kuwa kawaida. Kwa hakika nimewakumbuka sana, nimewamisi mno. Nina matumaini ya wazi ya kwamba ndugu zetu wote wamekufa shahidi na wapo chini ya mikono salama ya Allah mtukufu. Mimi pia kwa damu yangu na damu ya ndugu zangu nitawafuata huko, sitaogopa chochote kile. Bakora ya Allah mtukufu itawatandika vibaya mzalimu Marekani na Israeli. Tunaendeleza hadi mwisho wa tone la mwisho la damu ya ndugu zetu. Ni binti mdogo kabisa huyu huko Yemeni, yeye akiwakilisha ndugu zao waliofariki katika taifa la Irani, hasa katika shule ya Minab, ambao mabinti wadogo sana wameripotiwa kufariki dunia katika eneo hilo. Mtazamaji, hali ya vita ya Iran na Marekani huko Mashariki ya Kati sasa bado inaendelea kuwa mbaya zaidi, ambapo sasa washirika wa karibu wa Irani wameamua kujitokeza rasmi, ambapo wataalamu wa mambo na wachambuzi wa masuala mizozo ya kikanda na mizozo ya kieneo, yani geopolitics, wanaeleza wazi kwamba
vita hivi sasa vimefikia hatua mbaya, ikiwa Marekani inatuma vikosi vyake vya ardhini kwenda Irani, na Irani tayari yenyewe haipigani vita kama vya Tanzania miaka ya wakoloni dhidi ya Jerumani, yani vita vya majimaji, kwamba Jerumani akipiga silaha, akipiga bunduki, basi tutasema maji, bunduki itakuwa unga. Irani haifanyi hivyo. Irani inapigana ikimtumia Mwenyezi Mungu, lakini pia ikitumia silaha zake nzito na kubwa zaidi ili kuweza kumwangamiza adui. Kwa hivyo anamtumia Mwenyezi Mungu kama muongoza njia ili kuweza kurahisisha kile ambacho wao wamekuwa wakikifanya na kukitekeleza katika saa na wakati husika. Sasa wachambuzi hawa wameendelea kueleza kwamba vita hivi vinaelekea kuwa vikubwa na vitata zaidi katika ulimwengu huu wa sasa na karne ya 21, ambapo inaelezwa kwamba washirika wa karibu wa Irani na washirika wa karibu wa Marekani na Israeli watakuwa katika uadui mmoja, na hivyo vita vitakuwa escalated, yani vitakuwa vikubwa zaidi na kuzagaa Mashariki ya Kati nzima. Sasa wakati yote hayo yakiendelea, Irani na Marekani bado makombora yanaendelea kurindima katika ardhi ya Mashariki ya Kati. Irani imefanya mashambulizi makubwa, na hapa tunasikia kikosi cha makombora kikianza kurusha makombora kikisema kwa jina la Mwenyezi Mungu mtukufu, mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, mwongoza njia. Sisi ni jeshi la Allah mtukufu, sisi ni umma wa kutetea haki ya wana wa Irani. Mungu mkubwa. Mbali na shambulizi hili ambalo limeonekana hapa, lakini pia Iran imefanya shambulizi lingine kubwa zaidi huko Israeli, na hii ni moja kati ya video ambayo imesambaa na kuonekana kombora kubwa na zito likitua katika moja ya mji wa huko Israeli kando kabisa na Tel Aviv. Kwa mujibu wa duru mbalimbali za taarifa kutokea Mashariki ya Kati na vyanzo vinavyofuatilia mizozo na tafiti mbalimbali za vita, zinaeleza kwamba Irani iko mbele katika vita hivi dhidi ya Marekani kwa kile kimeelezwa kama mashambulizi yake makubwa na yenye athari zaidi kuliko yale ambayo yamekuwa yakifanywa na Marekani kwa Irani, utumizi wake. Sasa wakati hayo yote yakiendelea, kama ilivyo ada na kama ilivyo kawaida, kwamba Marekani huwa anatumia vikundi mbalimbali vya kigaidi katika kufadhili mashambulizi na uhasi kwa serikali ya Irani. Na katika vita hivi vya Iran na Marekani pamoja na mshirika wake Israeli, Marekani alikuwa na dhima kubwa na mategemeo ya wazi juu ya kushawishi makundi mbalimbali katika taifa la Irani kuweza kuigeuka serikali ya Irani na kuweza kuipindua serikali ili kurahisisha njia ya vita kwa rahisi na kumaliza vita hivi. Sasa jambo hili limekuwa limekwama kabisa kwa kutokea kwa jambo hili Irani, ambapo baada yake sasa Marekani tegemeo lake limekuwa limefeli. Badala yake Wairani wote wameungana na kuwa kitu kimoja na kupigana dhidi ya Marekani, jambo ambalo linapelekea Marekani kudata na kupagawa zaidi, akiona kwamba misheni zake pamoja na malengo yake yanafeli, yanashindwa kabisa kufanya kazi dhidi ya vita vyake. Sasa moja jambo la taarifa kubwa ambayo limeibua hisia kubwa sana na hisia hata katika vita hivi vya Iran na Marekani ni juu ya baadhi ya makundi ya wapiganaji hadi ambao walikuwa wakipinga serikali ya Irani. Moja kati ya kundi hili ni kundi la kabila la Balochistan, ambalo kundi hili lilikuwa likipinga serikali ya Iran na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, lakini ghafla tu vimeibuka hadharani na likituma video hii ambayo inaonyesha wakiwa wameshikilia silaha nzito wakisema dhamiri yetu ya upotevu ilikuwa ya udanganyifu na ulaghai wa mataifa ya Magharibi, hususan Marekani, ambapo tulikuwa tukiwalenga wapendwa wetu, tulikuwa tukiwalenga Waarabu wenzetu, vikosi vya IRGC. Lakini baada ya vita hivi vya Marekani na udhalimu wake, tumebadilika. Mzalimu Marekani na Israel sasa watakiona cha moto. Kila kitu kimebadilika sasa maisha yetu na ndugu zetu wote hapa tutasimama pamoja bega kwa bega na ndugu zetu wa Irani pamoja na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Tunapigana dhidi ya ardhi ya Irani na wapendwa wetu wa Kiarabu Irani. Tunasema sasa wakati umefika na wakati umewadia. Allahu akbaru, Mungu mkubwa. Sasa hili linaashiria wazi kwamba ni hatua mbaya, ni hatua
ya pekee kabisa kwa vita vya Iran na Marekani, na ni hatua ambayo inaashiria Marekani kwenda katika kuangukia pua, kama ambavyo wachambuzi na wataalamu wanaeleza kwamba Marekani amekuwa akitegemea uchonganishi wa kuchonganisha mataifa ya Uarabu kwa Mwarabu mwenzake kuweza kupigana. Lakini hata sasa, baada ya Irani kushambulia baadhi ya kambi Mashariki ya Kati, kambi za Kiarabu ikiwemo kambi ya Qatar, kambi ya Kuwait pamoja na kambi ya Bahrain, mataifa haya yote Marekani anatarajia kwamba atawapa amri ya kuishambulia Irani kama kulipiza kisasi. Lakini Irani inasema kwamba sisi tunashambulia kambi za Marekani, hatushambulii mali za Waarabu wenzetu. Kwa hivyo mataifa ya Kiarabu yakifanya tu fyoko, basi itapokea chamta makuni. Na mataifa haya yote ya Kiarabu yameendelea kusalia kimya, hayajibu mashambulizi kwa Irani, jambo ambalo Marekani bado inaendelea kulihubilia na kuonekana kuumiza kichwa sana hakifeli jambo hili. Endapo mataifa ya Kiarabu ambayo yamekuwa yakishambuliwa na Irani yatajibu shambulizi Irani, hapa ndipo vita vitazidi kuwa vikubwa. Lakini jambo hili linaendelea kuzizima taratibu, na vita hivi inaonekana Irani kwa mbele zaidi, japo kuna uingiliaji kati wa baadhi ya mataifa makubwa zaidi, ambapo njia ya Urusi na baadhi ya taifa kama vile China inaonekana kuashiria zaidi kwamba vita vinaendelea kuwa moto zaidi, baada ya kuarifiwa Urusi ikitoa taarifa za kijasusi kwa vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC nchini Irani. Na tayari makundi yote ambayo yalikuwa yakitumiwa na Marekani kuweza kuangamiza wenzao wa Irani wenzao, yani damu ya wenzao, tayari wamekengeuka kama ambavyo inaonekana. Na hali inavyoonekana, wataalamu wanasema kwamba huenda vikosi vingi zaidi huko Irani na mataifa majirani ya Irani vitaungana kwa pamoja, wale makundi ya kigaidi yote yataungana kwa pamoja kuweza kushirikiana na vikosi vya IRGC kuiangamiza Israeli na Marekani. Je, vita vya Iran na Marekani vinakwenda wapi? Ni fukuto kuwa kubwa zaidi ama tamati ya vita hivi? Tuandikie maoni yako kupitia ukurasa ama uwanja wa maoni hapa Yuhoma TV, na nikusiki sana usiendelee kubakia bila kusubscribe channel hii kwa habari moto za kimataifa, mizozo ya kikanda, lakini pia kubwa vita hivi vya Mashariki ya Kati, Irani na Marekani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.